hata mimi mwenyewe moyoni mwangu nilikuwa natamani yani nibaki tu na mtu ambaye niko naye, kwa sababu ndio mtu ambaye nilishamwona mimi ni sahihi. Lakini sasa nikimfikiria naye kwa upande wa pili, kibinadamu nafsi inanisuta. Kwa mimi nikaendelea kuishi naye kwenye huo uongo, namwambia kwamba ujauzito ni wa kwake, lakini ujauzito sio wa kwake. Na wa Dubai wakati ulimwambia pia una ujauzito? Yeye sio nilimwambia, yeye anajua kabisa kwamba mimi ni mjamzito. Sawa sawa. Na anajua kabisa kwamba ujauzito ni wa kwake. Umeelewa? Huyu huku ndo nilikuja sasa nikamwongopea. Ndio. Basi imeenda hivyo mpaka imefikia mimi nimejifungua. Nilivyojifungua akawa ananiomba picha za mtoto na nini, mimi nikawa namtumia hivyo. Imeenda sasa, Maimartha akaja akaposti. Sasa alimposti someone Kudeba. Mimi kiukweli nisiwe mwongo, Kudeba simjui. Simjui kabisa. Hata mwenyewe huko aliko nadhani atakuwa anakiri kwamba hanijui, na atakuwa kuna watu wanawaambia mimi Ushu simjui. Ni kweli hanijui. Na wala mimi simjui. Kwa Maimartha alipoposti vile, yule akaona. Alivyoona ndo akaja sasa na yeye, kwa sababu tayari wakati mimi nilikuwa nikisafiri nikirudi alikuwa anaangalia simu yangu, anaichezea. Mpaka kuna kipindi alimtafutaga yule mtu wangu. Alimtafuta akamwambia achana mwanamke wangu sijui nini. Na mimi hapo kwanza kipindi ambacho mimi nilisafiri, nilivyorudi akachezea simu yangu, akaona message za yule mtu, akamtafuta. Alivyomtafuta akamwambia achana mwanamke wangu, huyu ni mwanamke wangu sijui nini, na ana ujauzito wangu. Umeona? Kwa mimi ilivyotokea vile, mimi nikagombana naye. Mimi yule nimegombana naye, ujauzito wangu una miezi 3, tukaachana. Wa Tanzania sasa wewe? Huyu drama. Miezi 3 baada ya kushtukia kwamba mimi kule hadi alipojua na wewe mwanaume, tukaachana. Tulivyoachana imeenda mpaka nakaribia kujifungua. Nilipokuwa nakaribia kujifungua akanitafuta. Yaani ni kama mtu ambaye alikuwa ameshapanga vitu vyake. Akanitafuta. Alivyonitafuta tukaanza tena kuwasiliana. Basi lakini mimi nikaa tena nishaachana naye kabisa. Yeye ana maisha yake, mimi na maisha yangu. Mimi naendelea kulea ujauzito wangu. Basi nilipojifungua ndo akaniomba nimtumie picha na nini, nikawa namtumia hivyo. Tuna chat tu, lakini sio kama wapenzi tena. Na wakati anaomba picha umtumie, bado yeye anaamini mtoto ni wake, kama ambavyo mlikuwa mmezungumza. Kama tumekubaliana, tunaishi tuko humo kwenye makubaliano hayo, yani kwamba mtoto ni wa kwake.